Na haya ndiyo mambo ambayo inabidi wewe ufanye pale ambapo unaona mzazi wako au wazazi wako wamekukosea. Kwanza inatakiwa tuelewane kwamba si kweli kwamba wazazi hawakosei, wazazi wanakosea, ila sema wazazi huwa hawataki kuonekana kwamba wamekosea mbele ya watoto wao. Na ndiyo maana mzazi anaweza akakukosea ukawa na reaction fulani, mzazi akakuadhibu baada ya kuonyesha wewe reaction fulani. Mzazi amekukosea na wewe ukaonyesha hasira kwamba nimekasirika, mzazi huyo huyo akakuadhibu na ukakosa sehemu ya kumpeleka kwenda kumshtaki. Hata kama utaenda kwa jirani kushtaki, ukirudi nyumbani tena anakuadhibu. Ndivyo wazazi wetu wa Kitanzania walivyo. Sasa nini ufanye? Unajua makosa yapo kwa kila binadamu na tunakoseana kila siku. Sasa makosa hatupaswi kuyaendekeza au kuyakuza. Badala yake inabidi tutafute muda ambao tutazungumza sisi kama familia ili kujenga jamii ambayo ni bora. Ni wakati gani sasa? Ni wakati ambao wewe haupo kwenye modi ya hasira na yeye hayupo kwenye modi ya hasira. Yaani mnazungumza kirafiki. Huo ni wakati sahihi wa wewe kumwambia sehemu ambapo alikukosea. Na unapoanza kumwambia, usimwambie unajua baba unazingua sana, hapana. Mwambie baba, samahani kuna jambo nataka nizungumze na wewe. Ni lipi mwanangu? Unakumbuka siku fulani baba? Nakumbuka mwanangu. Siku hii ulifanya 1 2 3. Ndiyo. Mimi kama mwanao sikufurahishwa na hicho kitendo ambacho ulikifanya. Basi mzazi wako atakuelewa sana. Hii nina ushahidi, nina uhakika ukifanya hivyo lazima mzazi wako atakuelewa na atakuona wewe ni kijana ambaye una akili na unajitambua. Usije ukaonyesha hasira kwa mzazi wako wakati huo kuna watu wapo karibu au kuna wadogo zako wapo karibu, ukaonyesha hasira. Mzazi wako huyo huyo atakuadhibu, bado ukakosa sehemu ya kushtaki. Hata kama ukipata sehemu ya kushtaki pengine ni kwa balozi, ukitoka kwa balozi ukirudi nyumbani utapokea tena kipigo. Sasa makosa yasije yakafanya tukashindwa kujenga familia iliyo bora. Badala yake makosa hayo hayo tuyatumie kurekebisha sehemu ambapo tumeharibu ili kujenga familia iliyo bora, kwa sababu tukiwa na familia bora tutatengeneza jamii bora. Lakini pia hiyo jamii bora tutapata mifumo bora kwenye hiyo ndani ya jamii, na hiyo mifumo bora ambayo itakuwa na uwajibikaji na utendaji, basi itatusaidia pia kupata taifa bora.